Umewahi kutana na mtu anasema, mimi hata watu wote mkiniacha mtabaki na Mungu? Yaani ukiangalia hiyo sentensi unafikiri, unaweza kufikiri mtu wa kiroho sana, lakini hakuna mtu mpagani kama huyu, kwa sababu wewe unasema ukosane na sisi wote ubaki na Mungu, alafu ili iweje? Siku moja niliwajibu watu wa namna hii, nikaona nikiwajibu kiroho hawatanielewa. Nikawaambia, ukibaki na Mungu usisahau pia kujichimbia kaburi, kwa sababu hautaishi. Kwa sababu hapa duniani utaishije bila sisi? Yaani sisi kwako ni watu wa muhimu sana. Maana huyo Mungu unayesema utabaki naye hajawahi kuleta matatu hapa Nairobi. Utapanda za nani? Hajawahi kujenga hospital, utatibiwa wapi? Unasema hata niponya. Hajawahi kufanya chochote. Yaani kuna vitu ambavyo lazima, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ili uwe na mahusiano naye lazima mahusiano yako na Mungu yapitie kwetu. Sijui kama unanielewa nachokisema. Hivi tukisema wewe ni mtumishi wa Mungu, unatumikia nani? Si ni sisi? Yaani utumishi wako unaonekana kwa kututumikia sisi. Ndio maana siku moja niliwaambia watu kwamba kuna wakati unaweza kaamua, mchana huu nataka kumpa Mungu lunch. Sasa kwa sababu mdomo wake haujauona, ana midomo yake mingi, wewe nenda tu pale mjini utatukuta tule tutoto tumekaa, tumekosa matumaini, tumekaa tunaomba, kusanya watatu, peleka hoteli. Pale wanapokula kile chakula, sio wale wanakula, ni Mungu anakula kupitia midomo yao. Unasema, mchungaji unaongea vitu gani? Hivi nyie mnasomaga Biblia gani nyie? Ni hii ambayo na mimi nasoma, ambayo inasema kuna ile siku mtasema kwamba ni lini ulipokuwa na njaa tukakulisha? Ni lini ulipokuwa na uchi tukakuvika? Ni lini ulipokuwa na shida tukakusaidia? Mbona sisi kwenye macho yetu hatukukutana na wewe? Alafu anasema, nitawaambia kwa kadiri mlivyokuwa mkiwatendea hao mlinitendea. Muulize jirani yako, Mungu amewahi kula ranchi yako? Au unajilia tu? Mungu amewahi kuvaa nguo zako au unajilia tu, unajivalia wewe? Mungu amewahi kuhudumiwa na wewe? Yaani kwa kadiri unavyoishi na sisi ndivyo unavyomfurahisha aliyetuumba. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Luka, Injili ya Luka, mlango ule wa 2, mstari ule mmoja tu, Mgogo wanaga mistari mingi. Mistari mingi utaikuta kwa kina Kokonyo huko. Hao ndio watakusomesha kama mko Bible school. Mimi mistari yangu ni michache. Injili ya Luka mlango ule wangapi? Wa 2. Mstari ule wa mwisho kwenye huo mlango, mstari ule wa mwisho anasemaje? Injili ya Luka mlango ule wa 2 mstari ule wa 52. Kamstari kafupi lakini kamebeba maisha ya utakatifu. Ukikasoma kale kamstari kanasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na nani? Mwangalie jirani yako kwamba na mimi wanadamu, haleluya, muko hapa. Yaani Yesu pamoja na uungu wake
Lakini alipokuwa amevaa mwili, Biblia inasema katika mienendo yake alimpendeza Mungu pamoja na nani? Moja ya kitu ambacho wakati mwingine tunaferi, watu wengi wameshindwa kutafasiri utakatifu ni nini. Ndio maana wakati mwingine mimi nikifundisha masomo haya siku zote wanapambanaga na maswali na ushauri. Watu wengi wananiambia, Mgogo unatumia nguvu kubwa kufundisha vitu vya kidunia. Wananiambia fundisha vitu vya kiroho. Paka ndo napata anza kuelewa, kumbe watu hata kiroho chenyewe hawakijui. Yani kuna watu wametafasiri kiroho ni kutamka vocabularies yale ya Musa alipaswa bali ya Shamu nini, yale ile misemo wanafikiri ndio kiroho. Kwa taarifa yako, kiroho ni kuwa na mahusiano mazuri kati yako na watu wanaokuzunguka. Ngoja nikwambie tafasiri halisi ya Ukristo na tafasiri halisi ya kuokoka. Unajua watu hawajui kazi ya neno ni kukutengeneza wewe ili ufae kukaa katikati ya wenzako. Hiyo ndio kazi ya neno. Yani chochote kile ambacho neno linakuzuia kibaya usifanye, sio kwa ajili yako, linakuzuia kibaya usifanye ili watu nao kaa nao wafaidike na uwepo wako. Unanisikia? Yani maana yangu ni hii. Ngoja nilete maneno magumu kidogo. Yani kama neno na Ukristo na wokovu tunavyovisema havijafaulu kukutengeneza wewe ili tufaidi na uwepo wako, kuja kanisani unatumalizia tu oxygen. Yani kukaa na wewe haijatusaidia. Kwa sababu ngoja niongee lugha ambayo labda inaweza kukusaidia. Hivi Biblia inaposema tuzae matunda mema, si ndio? Mlaji wa hayo matunda ni nani? Biblia inasema tumzalie Bwana nini? Hivi uliwahi kuliona chungwa likila machungwa? Uliwahi kuliona embe likila maembe? Mlaji wa matunda ni nani? Wewe unafikiri mpaka ile siku Yesu alienda kutafuta matunda juu ya mti alafu akayakosa? Si unajua siku moja nilisema cheza na hasira zingine lakini sio za njaa. Mheshimu sana mtu mwenye njaa, kwa sababu hasira za njaa zinaondoa na ufahamu kabisa. Amina. Usicheze na watu wenye njaa. Ndio maana moja ya vitu ambavyo serikali yoyote ikitaka kuwa na amani, wafanye watu wale, utapunguza njaa. Ndio maana angalia nchi kama Marekani, Uingereza nini, wana kitengo cha kusaidia hata wasio na uwezo wale washibe, kwa sababu wanajua ukiongoza taifa la watu wenye njaa. Mnakumbuka hapa Kenya kuna kipindi fulani jua liliwaka, nzige wakaja, mahindi hayakupatikana, na sisi mkawa mnatutegemea kule, tukawapandishia bei. Kwa hiyo wale ambao wananunua mahindi Tanzania wakisiaga hapa, nyie mnasema kusiaga, si Tanzania tunasema kusaga. Kwa hiyo wakisaga mahindi hapa, unga wakapandisha bei kwa sababu kule tunawauzia bei, alafu chakula kikaanza kukosekana. Muulize jirani yako, unakumbuka nini kilitokea? Watu walikuwa barabarani na masufuria. Hasira ya njaa. Njaa sio kitu cha mchezo. Nawaambiaga wamama, tukiwa kwenye semina za wamama, nawaambia wamama, mume wako akirudi, acha ngonjera nyingi na mashairi, acha maswali mengi, sugua sufuria, songa ugali.
Akisha shiba ndo muulize habari za huko ulikotoka. Atakusimulia story zote. Lakini mtu karudi na njaa, wewe unaleta hapa baby, habari za leo baby, ya safari baby, atakujibu majibu tofauti. Unasema karudi na shetani. Hakurudi na shetani, karudi na njaa. Njaa sio kitu cha kutania. Siku moja niwaambia hata wachungaji, usifanye kikao masaa ya njaa kama huna budget ya kuwalisha memba wa kikao. Watu wakiwa na njaa watapitisha kila kitu. Hata ukiwaambia tubomoe kanisa, ndio. Tupumzike kuabudu mwaka, ya sawa. Kwa sababu mtu akiwa na njaa akili haifanyi kazi. Amen. Sasa Yesu alikuwa na njaa, ameenda kutafuta matunda kwenye nini? Kwenye mti. Alitegemea mti uzae matunda yeye afaidike nayo. Alipoyakosa, nini kilifanyika? Lakini tukirudi kibinadamu, makosa ya mti yalikuwa nini? Kwa sababu Biblia inasema haukuwa wakati wa tini. Na yeye hapo mwanzo kulikuwako neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa yeye. Maana yake hata ule mti ulipewa majira ya kuzaa na kutokuzaa kwa neno. Alafu huyo neno amekuja katika mwili, anaenda kutafuta matunda wakati sio wakati wa matunda. Lakini njaa ikashindwa kumsaidia kupambanua. Mwangalie jirani yako, mwambie siku zingine ukiona nimebadilika ujue nina njaa. Ninunulie kakitu akili kae sawa. Amen. Akarani. Na mtu karaniwa. Lakini kwa nini unalaniwa? Kwa sababu mura matunda aliyakosa manini? Matunda. Unajua kuna vitu katika Biblia ukivisoma ni vitamu, ila ukivaa wewe, Tanzania tunasema uhusika. Sijajua hapa maadamu niko na mkalimani Kokonyo amewahi kukaa Tanzania. Uhusika, yani mtu ukivaa uhusika, yani una feel ile situation ya huyo mtu. Yani ni kama vile mtu anasema ajali imetokea alafu imevunja miguu. Umewahi kuvaa uhusika wa yule aliyevunjwa mpaka wewe mkasema aish. Wakati habari wanayokusimulia iko Marekani. Lakini automatically unaituma akili na fahamu zinafika kwenye tukio, alafu unavaa miguu ya huyu aliyevunjwa, alafu nasikia maumivu. Unaona? Sasa kuna wakati kuna vitu vinahubiriwa katika Biblia ni virahisi kwa sababu sisi tunahubiri tu, lakini ukivaa viatu sio vitu vya kawaida. Hivi umewahi siku moja kufikiria kitendo cha Yesu kumponya mgerasi, alafu baadaye kumponya tu mapepo yatoke, alafu yale mapepo yanaomba yaharibu miradi ya watu, investment za watu ziende kwa sababu ya mtu mmoja anataka kutolewa pepo? Sasa ukisoma katika Biblia bila kutafakari, unahubiri nguruwe zikaenda ili mtu akafunguliwa, oh haleluya. Lakini vaa uhusika, zile nguruwe zingekuwa za kwako. Yani zile nguruwe ziwe za kwako, alafu mtu anaombea mtu pepo, alafu yule pepo anaondoka na nguruwe zako ambazo umekopea mkopo benki na hujalipa, unasomeshea watoto, unafanyia hiki, alafu mtu anamuombea mtu mmoja, anaondoka na investment yako yote, alafu anakutegemea wewe useme haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mimi nawaelewa wale watu walipomwambia mheshimiwa, umuujiza tunauelewa, lakini ondoka. Biblia haisemi wakaenda kutafuta vichaa wengine ili awaponye, kwa sababu walishajua huu jamaa kichaa moja nguruwe 2000. Hivi tukimeletea vichaa 5
hii nchi tabaki na nguruwe. Wakamwambia hii habari ya muujiza kafanye sehemu nyingine, hapa hii inatosha. Ndio maana mimi namuelewa hata yule Mgerasi aliyepona. Biblia inasema hakutamani kurudi kwao. Anasema mheshimiwa, kwa haya yaliyotokea mimi mwenyewe sina usalama, maana wale ambao nguruwe zao zimeenda alafu wananiona. Akamwambia mheshimiwa, naomba tuongozane, niwe na wewe kama nitarudi baadaye wakati mioyo yao imepoa, wamesahau nguruwe zao. Alafu Yesu anamwambia no, rudi ukashuhudie matendo makuu ambayo Mungu amefanyaje. Lakini ndani ya matendo makuu na nguruwe za watu. Sasa Yesu ameulani mti kwa sababu hauna nini? Hauna matunda ambayo alipaswa kula yeye. Maana mti ulikuwa haulalamiki kwamba sina matunda mimi nikauke. Mti ulijua usio wakati wake. Lakini mlaji wa matunda alipoyakosa, rana ikauangukia. Mwangalie jirani yako, mwambie mimi ndivyo navyokuona kama mti wa matunda, na nikiyakosa, akiyakosa kwako, nini kitafuata? Ndio maana unakuta dunia tumejaa kupeana marana, kuombeana mabaya, sio kufanya nini. Ni kwa sababu kuna watu, kuna vitu tulivitarajia kutoka kwao na tukiamini. Unajua kinachotupa confidence ni nini? Wewe unapotuambia umempokea Yesu, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amekutendea mema, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, unatupa confidence ya kukutegemea kwamba ndani yako tutapata matunda mazuri yatakayojenga ushirika sisi na wewe, mahusiano yatakaa sawa. Sasa tunapoona una vitabia fulani havieleweki, tunapata maswali. Ndio maana kuna kasomo fulani huwa niliwahi kufundisha pale Utawala kale, ambako kalikuwa na swali kwamba Yesu liye naye ndiye au tumtarajie mwingine. Maana Yohana alipata shida kidogo, kwa sababu Yohana ndiye aliyemtangaza Yesu vizuri. Aba manabii walitoa unabii tu, atakuja, hata wao walikufa bila kumuona. Unaona, walikuwa natamani kumuona huyo waliyemtolea unabii, lakini alichelewa kuja, wengine wakafa. Sasa Yohana yeye alikuwa nabii mzuri sana, kwa sababu alikuwa anakitangaza kitu ambacho kinaonekana. Anawaambia, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu, ndio huyu niliyesema habari zake, ni huyu hapa. Mpaka hata wanafunzi wengine ambao walikuwa pamoja na Yohana wakasema, kama sasa huyu ndio yeye, sasa kuna haja gani kushikamana na wewe? Wakamwacha Yohana wakamfuata. Na Yohana hakupata shida. Hata siku moja kuna watu walitaka kuwachonganisha. Si unajua kuna watu ambao furaha yao ni kuona mchungaji na Wakristo hawaelewani, mchungaji na waprotoko hawaelewani, mchungaji na wazee wa kanisa hawaelewani. Unajua kuna watu wana akili ya kuku, akili ya kuku. Yani mpaka anachonganisha mchungaji asiwe na maelewano, na mpaka unamuuliza, sasa sisi wote tukiondoka ukabaki wewe, hivi mchungaji atakuchunga wewe peke yako kweli? Maana kila ukiingia kwenye ofisi ya mchungaji ni kusema matatizo ya wenzako. Unamuelewa yule, unamuelewa yule, mchungaji. Yani kuna watu wengine tusipowawahi kwa faya. Hasa nikifaya kila mtu, ukibaki wewe ndio uwe protocol, wewe ndio uwe fundi mitambo, wewe ndio upige vyombo, wewe ndio usafishe kanisa, wewe ndio utafanya yote. Nani aliyekwambia kanisa linakusanya watu waliokamilika? Kuna watu wamekuja wameharibika ili watengenezwe, ili wawekwe sawa kanisani.
Na usifikiri sisi wachungaji hatuwajui. Tunawajua kwamba hili limeharibika. Kazi yangu ni kutafuta spare. Unanisikia? Nawaambiaga siku zote, magari yanayokwenda garage hayafanani matatizo. Kuna magari likifika garage linamwaga oili tu, wanaweka nyingine, wanafunga, nenda. Kuna mengine wanakaza tunati tuliregea, nenda. Kuna mengine wanapima upepo, nenda. Kuna mengine yani linasafishwa tu, liende. Kuna mengine hayana shida. Hata wale mafundi, kuna magari wakiliona wanajua hamna hela, huyu aliyekuja ana matatizo kidogo, kwa sababu gari inakuja yenyewe, inaendeshwa, anafunga hapo na unajua hii matatizo kidogo. Lakini kuna magari linaletwa kwa kuvuta, wanajua hili limekuja na hela, lenyewe aliwaki, lina matatizo. Mpaka hata mwenye gari anaacha ufunguo kwa mafundi, anachukua namba kwamba tutazidi kuwasiliana, maana ili gari sio la kutoka leo. Kuna spare zitaagizwa Dubai, Japani, zije ili gari litengenezwe. Paka majirani wanauliza, uliuza gari? Asa hapana, liko mahali. Wanalishughulikia pole pole. Amen. Lakini litapona. Kwa hiyo kuna magari linatolewa, hii vyombo vyote vya injini vinatolewa vyote kabisa, kimoja kimoja kinaanza kufungwa pole pole, mpaka unajiuliza ili litarudi barabarani. Lakini fundi anakuaminisha sasa, hii ngoma nzima kabisa, hii tupe muda. Kuna magari yanatengenezwa mwaka ndio linakuja kutoka. Hata nyewe wa Kristo sio wote. Kuna wale mlikuja tunapima upepo tu, kuna wale tunawapaka rangi tu, kuna wale tunamwaga oili tunaweka mpya, kuna wale ambao matatizo yenu ni kidogo. Lakini wapo ambao hata tulipokuwa tunakupokea sisi wenyewe tulisema, Bwana Yesu, kazi hii bila wewe sitaiweza. Sasa wefikiria, niwahi kusema siku moja, mtu amekuja kanisani ana mipango ya kando 20. Yani Kajiado anaye, Naivasha anaye, Mombasa yupo, Kisii yupo, Kisumu yupo, sijui Kericho, sijui wapi, Turkana nako amevuka, alipelekwa kusimamia vita, akaanzisha vita nyingine. Alafu anarudi anasema nataka kumpa Yesu maisha. Unategemea huyu mtu kazi mtaifanya kidogo mpaka diriti hiyo mipango ya kando 20? Na kila mpango wa kando ameinvest. Unajua kinachofanya wanaume sometime wasiache baadhi ya wanawake ni investment aliyoifanya. Fikiria, amemjengea nyumba, amemfungulia biashara. Unategemea huyu neno lija la kawaida tu? Kwa hiyo mnahubiri, anadiriti, anapumzika kidogo. Alafu nyie mnasema mbona, lakini mshukuru amediriti 10 tayari, yuko kwenye process. Alafu injili na hubiri wanakuja kina Mgogo wanatwanga, anadiriti, wanabaki 3 kutoka 20, 17. Huyo mtu wachungaji hawapaswi kupongezwa? Si anakuja, alafu mwisho anadiriti 2, abaki mmoja huyu ambaye kuna investment wameweka wote pamoja, wamejenga manyumba, wamejenga manini.
Asema sasa hata nikimfuta sasa haya majengo, hii mijengo hii tunafanyaje? Tumefungua kiwanda fulani kinatengeneza maji, kinatengeneza sasa. Neno linamwambia futa. Anakutana neno linasema anayetaka kunifuata ni sharti ajikane yeye mwenyewe. Anajaribu kujibana, nakuta neno linamwambia heri kupoteza vyote kwa ajili ya ufalme. Ndio maana unakuta kuna watu wanalia kwenye ibada. Usifikiri Mungu aliwahi kuwapiga, usifikiri wamefiwa, usifikiri Mungu amekosana nao. Hapana, kinachowaliza ni hiyo migorofa. Kinachowaliza ni hayo maduka. Ndio nakuta mtu analia. Unajiuliza unalia nini? Nalia na mengi yapi? Yaseme. Anaogopa kusema kuna mtu kameshikilia wokovu wangu. Diriti rafiki. Unataka kwenda mbinguni? Futa. Sasa hizi nyumba. Si sasa huyu alikuwa mtumishi wako. Kuna mtumishi ambaye anaacha kazi bila kinwa mgongo. Mnafahamu kinwa mgongo? Pension. Sasa alikuwa mtumishi wako. Mwachie pension. Ndio hiyo nyumba ndio pension yake. Hiyo duka lifungulia ndio pension yake. Rudi kwa mke wako. Rudi kwa mke wako. Na kwa uaminifu mkubwa usianzishe vita. Kwamba sasa na munyang'anya, mtaanza kupeleka na mahakamani, ndio watu watajua kwamba kumbe ulikuwa mpango wa kando. Sometimes tuza ushuhuda, mwachie kimya, sema tu Bwana Yesu, inaniuma lakini sina namna. Ni kazi. Sasa watu wa namna hii, mutupe muda tunaposhughulika nao. Mutupe muda tunapowafanyia counseling. Mutupe muda tunapowabadilisha. Sasa tunapokuja kumshitaki kwa mchungaji, unamshitaki pasa mwenyewe anapambana naye, alafu na wewe unasema tumfukuze. Hiyo hospitali inayofukuza wagonjwa ilijengwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Si kwa ajili ya wagonjwa. Si ndio hao wamelazwa? Kwa hiyo kuna watu ambao furaha yao ni kuona pastor na nini wanagombana. Ndio raha yao. Kushitaki wenzao. Ya kwao hawasemi, ya wenzao wanashitaki. Wakaenda kwa Yesu, wakaenda kwa Yohana, wakasema Yohana, yule mtu uliyemtangaza, siku hizi anafanya kazi kubwa kuliko wewe, anafanya miujiza kuliko wewe, mikutano yake ni mikubwa kuliko ya kwako. Yohana akasema jamani, huyu ndiye niliyewaambia habari zake. Yeye kazi yake iongezeke, mimi nipungue. Amen. Sikuna mwimbaji ameimba, mimi nipungue, wewe. Kuimba ni rahisi. Kubali sasa wengine wainuke, wewe ushuke. Ndio utajua mwimbaji alijiimbia tu. Kwa hiyo Yohana akasema pana. Sasa ulifika wakati ambao kupima imani ya Yohana, anamfahamu Yesu kiasi gani. Wakamkamata, wakamweka ndani. Mawazo yake alijua si Yesu nimesikia anafanya miujiza, na sasa nikiwekwa ndani si atakuja tu atanyosha kidole gereza linafunguka na nitoa. Waandishi wengine wameandika sio vizuri hata. Wanasema Yesu alipokamatwa na kuwekwa ndani, Yohana Yohana alipokamatwa kuwekwa ndani, Yesu akaondoka akaenda zake kuhubiri. Haendi kumuona Yohana, anaenda kuhubiri. Hivi nye mimi hapa nahubiri, polisi wananikamata wananiweka ndani, eti namsikia bishop anaenda kutembelea wagonjwa, ananiacha Petro Central kule nateseka. Hivi mimi nitamuelewa kama huyu ndio bishop?
tabidi nianze kumtafuta Pastor Kokonyo. Hivi yule mtu aliyenituma kwake ni yeye au yeye yuko Kisii? Sasa Yesu ameenda kuhubiri, Yohana yuko ndani, anawauliza wanafunzi wake, hivi Yohana nani Yesu amepata taarifa? Anamwambia ya kabisa, anajua niko ndani. Akawatuma wawili, mwende mkamtafute, mkimpata muulize swali, wewe ndiwe yule ajaye au tumtarajie mwingine? Wanafunzi wakaenda wakamkuta na hubiri. Alipomaliza wakasema, mzimiwa, kabla hujatulia kuna swali kutoka kwa Yohana. Anasemaje? Eti wewe ndiwe yule ajaye au amtarajie mwingine? Unajua wanafunzi wa Yohana walikuwa waaminifu sana. Wangekuwa kizazi cha hiki, yani angekuwa na wanafunzi kama wa Kenya, Yohana angeisoma namba, kwa sababu yeye ndiye aliyewaambia huyu ndio mwana kondoo, huyu ndio yule tuliokuwa tunamsubiri. Leo anawatuma hao wakamuulize kama ni yeye, na hawakumsumbua. Muulize jirani yako, angekutuma wewe? Ungempa maswali magumu mwenzio akiwa gerezani. Mtu mwenye stress hahitaji maswali mengi, anahitaji faraja. Amen. Walipo wakaulizana hii swali, ngoja tumpeleke Yesu. Akasema, kamwambie Yohana vipofu wanafanyaje? Viwete, masikini wanahubiriwa habari njema. Sasa hii ndio yeye. Sasa ndio unajua, siku moja niwahi kusema, nyie tukihubiri hivi mnasema kuna wakati wachungaji hawaeleweki. Rafiki, ungehudhuria mikutano ya Yesu, ungekuwa unatoka kapa kila siku bila kuelewa. Katika wahubiri waliokuwa na mahubiri magumu, Yesu namba moja. Unajua Yesu alikuwa na hubiri mpaka watu wanaondoka hata hawajamuelewa. Wanafunzi wenyewe wakiwa kwenye evaluation na Yesu, Yesu anawauliza, mlionaje mkutano? Wanasema, we sisi wenyewe hatujakuelewa kabisa. Ulianza kusema mpanzi, sijui mbegu, hatukukuelewa. Sasa kama wanafunzi walikuwa hawajamuelewa, mkutano wa kawaida. Siku moja alihubiri maneno magumu, wakamwacha peke yake kiwanjani. Juzi yake tu aliwachanganya, akawapa mikate wakara, wakasema huyu ndio mhubiri, hata usipomuelewa utaelewa mikate. Kwa hiyo wakamfuata siku nyingine, wakamtafuta. Walipompata wakasema, mheshimiwa, tumekutafuta